ikawa chini ya taifa la Jordan, ambaye mfalme wa wakati huo alikuwa anaitwa King Hussein, mfalme Hussein. Sasa hivi ni mfalme Abdullah. Ikawa chini ya uangalizi wa taifa la Jordan. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ikawa ni upande mmoja. Upande sasa unaokuja kufuatia ni kwamba kila kitu kimeenda vizuri toka hiyo mwaka 67 mpaka Rais Donald Trump anavyoingia madarakani mwaka 2017. Kumbukeni niliwaelezea kipindi kile kwamba wale viongozi, wale Sanhedrin, wazee 70 wa taifa la Israeli, walimfuata Rais Trump wakamwambia kwamba ukipata neema ya kukaa kwenye kiti cha urais cha Marekani, wewe ndiye Mungu amekuchagua utimize ahadi ya kurudisha kujengwa kwa hekalu. Lakini huo nao ukawa ni nini? Ni mchakato. Kwa hiyo mwaka 2017 kitu cha kwanza Donald Trump alichokifanya ni kutangaza kwamba Yerusalemu ni mji mkuu mtakatifu mteule wa taifa la Israeli. Kwa sababu mji mkuu wa Israeli haukuwa Yerusalemu, ulikuwa ni Tel Aviv. Na marais wote wa Marekani walikuwa wanaogopa kusema hilo tamko, kwa sababu walikuwa wanaogopa zitatokea nini? Vurugu. Lakini yeye Rais Trump akatangaza, afu akasema kama kuna mtu yoyote aseme chochote. Kila mtu akafanya nini? Akatulia. Sasa nawarudisha kwenye zile hesabu zetu. Mnakumbuka tuliongea kwamba Walawi sura ya 25 Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakapoingia nchi ya ahadi mtahesabu miaka 49, afu ule wa 50 mtauita wa nini? Jubile. Ndiyo hiyo, sikilizeni vizuri. Pale mwaka 1917 ndipo kwa mara ya kwanza lilipotolewa tamko na ufalme wa Uingereza kwamba liundwe nini? Taifa la Israeli pale. Ukipiga miaka 50 baadaye inakuwa mwaka gani? 67. Ndipo Israeli wanapigana wanachukua nini? Yerusalemu. Mwaka 2017 miaka 50 baadaye Trump anakuja kusema kwamba Yerusalemu ni mji mkuu mteule, kwamba wanafuata ile kanuni ya miaka 50 Mungu ambaye waliwaambia mkishakanyaga nchi ya ahadi mnaenda kila miaka 50. Umeona, wamefuata hiyo. Hadi Trump wanajua. Ndio maana ilipofika hapo akatoa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alipoingia pale mara ya kwanza, ndo wakawa wameanza mchakato wa kutaka sasa kuanza kufanya ubomozi wa nini? Ule msikiti. Sasa kumbukeni, ni wakati naanza niliwaambia Biblia kuna mambo imeelezea lakini haijaweka chanzo ni nini. Katika mataifa ambayo yalikuja mstari wa mbele akasema hicho kitu hakikubaliki ni Uturuki. Nyumba ya nani? Torgama. Sasa Biblia ilisema kwamba kutakuwa kuna vita siku za nini? Za mwishoni. Sasa tumepata na chanzo chake. Ndio maana nikawa nawaambia, ndio maana Mungu Biblia ilivyoandikwa imeandikwa uendelee kuisoma bila kuiacha, hata kama umeenda chuo cha Biblia, kwa sababu vitu vinavyoendelea kufunuliwa ndivyo unaendelea kujifunza.
Sasa kwa wale watu ambao wamesoma afu wakachukua vyeti vyao wakaviweka wakasema tunaijua Biblia, basi sasa mambo sasa ndo yanaiva sasa. Hawaipati nini? Ile picha. Kwa hiyo chanzo kikubwa sasa kikaanza kuwa ni wazi, ugomvi unaotaka umtoe yule jamaa kule umlete pale ni ule msikiti. Kwa sababu Uturuki walisema yule Sultani Sulemani wa kwanza wa Ottomani ndiye aliyefanya nini? Aliyehusika kwenye nini? Ujenzi. Unaona hapo ngoma ilivyo nzito. Wanamwambia Israeli, huu nyie hamjaunyenga nyie, aliujenga Sultan Sulemani wa kwanza, ndiyo aliyoukamilisha na kuifanyia hii finishing. Sasa nyie mtaubomoaje bila sisi? Naona shughuli ilivyokuwa pevu. Watumishi hapo, yani ninaanza sasa kuwatengenezea sasa hiyo picha. Hivyo vyote ni vichwa vya habari vya magazeti ya Uturuki na Israeli. Nitachambua nini kinaongelewa. Ni magazeti ya mwezi wa 5 na mwezi wa 6. Juzi, yani hatuongelee vitu vya zamani, hapana. Wanaongelea sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sasa lakini katika hiyo tunakuja kukuta kwamba mwaka jana wakati Israeli inapigana na wale magaidi wa Hamas pale Gaza, inarusha mabomu huku na kule, watu wanakufa na nini, ndio Trump akawa ameingilia kati, wakasaini ule mkataba wa mwanzoni wa awali wa nini? Wa amani, ambapo aliyekuwa huyo rais wa Uturuki au wakawa wamekubaliana kwamba wasitishe vita, lakini yeye yule rais wa Uturuki akasema atapeleka kikosi cha kutuliza ghasia pale Gaza, ambayo sasa Gaza si imepakana hivi na Israeli. Walipomaliza tu kusaini, waziri mkuu wa Israeli alimpigia rais Trump simu akasema hicho kitu hakiwezekani. Yaani huyu mtu ambaye ameandikwa kwenye vitabu vyetu vya unabii kwamba anakuja kutuvamia, alete majeshi yake aje aweke hapa nyuma ya jirani yangu kabisa? Haiwezekani. Sasa hii ilikuwa ni mwaka jana. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii vita inafumuka upande wa Lebanoni, kuna magaidi wanaitwa Hezbollah. Mungu wangu. Lakini wale magaidi wanapewa silaha na nchi ya Irani, ambayo ndio ukisoma hapo inaitwa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe. Hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na wao wanafanya hivyo kwa sababu gani? Sababu ni ile ile. Baada ya vile vikao ambavyo niliwaelezea, alifanya Mohammed bin Salman, Jared Kushner, yule mwakilishi wa kanisa Katoliki, wamekubaliana kwamba wabomoe ule msikiti, lakini zile taarifa zinavuja, zinawafikia sasa hao Uturuki na Irani, wakasema haiwezekani. Kwa wao wakawapa silaha wale magaidi, wakaishambulia nini? Israeli, kuzuia wasibomoe lile msikiti pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, jamani, mimi ninaviongelea hivi vitu waziwazi kwa sababu ulimwengu wote wanaviongelea sasa hivi, ndio habari ya mjini. Bwana Yesu asifiwe. Si kila ukifungua simu yako unaona mavita vita mpaka yani sasa hivi watu wanaona ni kitu cha kawaida, lakini si cha kawaida, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Israeli nao wanafanya nini? Wanaishambulia Iran.
wanaanza kurushiana makombora. Lakini anayetoka kuja kumsaidia Irani ni nchi ya Urusi. Anawapelekea zile wanaita mitambo ya kudungulia makombora, air defense systems, anawapelekea. Na baada ya kuwapelekea, Israeli anawaambia Urusi waziwazi, inakuwaje unamsaidia huyu wakati anatushambulia sisi? Kumbe hawa toka enzi hizo kwenye Biblia tayari washasemwa. Hicho kitu tu wamekuja kutimiza tu nabii. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Lakini sasa mfumo unaofanyika sasa ni kwamba hizi nchi zote zinajaribu kurusha makombora kwa kutokea wapi? Kwa kutokea mbali. Bado wote wanaogopa kuweka askari wa miguu wa ardhini watembee waende pale Israeli. Hizi nchi zote zinaogopa sasa hivi tunavyoongea, kwa sababu taifa la Israeli lina makombora ya nyuklia 200. Na aliyesema hayo alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa taifa la Marekani wakati wa utawala wa George Bush. Alisema kwamba Israeli ina makombora ya nyuklia 200. Kwa hiyo hawa jamaa ni kama wanaweka mguu alafu wanatoka, wanaweka mguu alafu wanatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa hili taifa la Uturuki wao wakasema nyie hamjui jinsi ya kupambana na hii kitu. Sasa hapa ndo nianze kuelezea nini kikaendelea. Ukija hapa, hii ni nchi ya Uturuki. Hii juu hapa, utaizumu hapo babangu. Sasa imepakana na nchi ya Syria. Kwa hiyo pale Syria kulikuwa kuna rais mmoja anaitwa Bashar al-Assad, ambaye yule rais alikuwa anasaidiwa na Urusi. Lakini yule jamaa alikuwa ni adui mkubwa sana wa taifa la Marekani. Lakini pia alikuwa ni adui mkubwa sana wa taifa la nani? La Uturuki. Kwa hiyo Uturuki sasa ikawapa silaha kikundi cha wanamgambo, wakapigana, ambao kiongozi wake anaitwa Jolani, ndio rais wa Syria sasa hivi. Kwa hiyo wakatokea huu upande wa Urusi wa Uturuki, wakashuka chini mpaka Damascus, wakampiga yule rais Bashar al-Assad, akakimbilia Urusi. Baada ya kukimbilia Urusi, wale wakaenda wakafanya nini? Wakakaa pale na wakawa wamepewa silaha na nini? Na Uturuki. Lakini ile wiki ya kwanza tu baada ya wale jamaa kufika pale, wakaanza kuwa wanaimba zile nyimbo kama za nani, za mchaka zile. Tutaenda Yerusalemu, tutawachinja, alafu damu zao zote zitakuwa zinatiririka kama maji. Netanyahu alivyosikia hivyo, akashambulia Damascus, akaharibu yale magala yote ya silaha ambayo yalikuwa yameachwa na nani? Na yule rais aliyekimbia yule Bashar al-Assad, akafumua zote. Akasema hawa jamaa wakishika hizi silaha nzito alizokuwa ameziacha wale, watatuvamia nini? Israeli. Kwa akaziharibu zote Netanyahu. Ni ndege ziliruka usiku huo. Yaani hawa jamaa wanaimba usiku, chuma zimeingia, zimesambaratisha pale. Lakini pia narudi sasa nyuma,
ukiachia hiyo mwaka 67 ambako walichukua Yerusalemu, kuna eneo linaitwa Golan Heights, milima ya Golani. Sasa hiyo milima ya Golani iko kati ya mpaka wa Syria na Israeli, ni juu kabisa ya mlima. Nia na mazumuni wa Israeli kupachukua pale ni kwamba wanakwambia wale makomando wa Israeli wakikaa pale wanaiona nchi yote ya Syria kutokea pale juu. Kwa kama kuna uvamizi wao wanaanza kuona kutokea pale. Na taifa la Syria likalalamika sana, likasema tunataka mturudishie hiyo. Netanyahu yule nani wakasema sisi miaka 100,000 hatuwapi hiyo. Hapo sisi tumepachukua kimkakati kwa sababu tunajua kuna vita inakuja. Mwanangu, naomba usifungue Isaya sura ya 17. Isaya sura ya 17 mstari wa kwanza. Na mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Isaya 17 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ufunuo juu ya Dameski. Tazama, Dameski umeondolewa usiwe mji, nao utakuwa chungu ya magofu. Miji ya Oleeli imeachwa, itakuwa kwa makundi ya kondoo, nao watajilaza huko, wala hapana atakayewatia hofu. Na ngome ya Efraim itakomeshwa, na ufalme wa Dameski na mabaki ya Shamu watakuwa kama utukufu wa wana wa Israeli, asema Bwana wa majeshi. Asante. Unasikia? Anasema hiyo Dameski ndio mji mkuu wa Syria. Kwamba anasema patashambuliwa na taifa la Israeli. Lakini sasa huo unabii hujatimia. Sasa hao jamaa, hao wanamgambo waliotokea Uturuki ndio wamekaa, wameweka kambi yao hapo Dameski. Na kwa mujibu wa mipango ya kichini ya taifa la Israeli, yani washaweka kombora la nyuklia linaangalia hapo blaza. Liko linaangalia hapo. Na wanakwambia sisi tunasoma tu Biblia. Wakasema tunaandika, adui amekuja hapa. Walisema anakuja hapa. Isaya alisema anakuja hapa. Wameshaweka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hawa jamaa wamekuja, wamefanya nini? Wamekaa hapa. Alafu kuna kisiwa hiki kinaitwa Cyprus. Wanajeshi wengine kama 100,000 wameshatoka hapa, wanakaa hapa, wameshashuka hapa hivi ninavyoongea, wako hapa juu ya hiki kisiwa cha Cyprus. Wanajeshi karibia 100,000. Wengine wako Syria na wengine wanasubiria jamaa wakitaka kubomoa nini, wao waingie. Mungu awasaidie. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio hii sasa, unaweza ukazumu hapa. Ndio hiki chombo cha habari kwa mara ya kwanza wakati mimi ninafuatilia, inasema Uturuki wana mipango ya kuivamia Yerusalemu. Alafu huku nyuma wameweka nini? Wameuweka ule msikiti. Asante. Ndio maana nimeiweka hapo ili mjue wao wanaongelea hiki kitu, sio kificho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu ndo waziri mkuu wa Israel, Netanyahu, na huyu ndio rais wa wapi? Wa Uturuki. Kwa hiyo wanarushiana sasa hivi maneno. Huyu rais
rais wa Uturuki anasema mimi nina wanajeshi 1,000,000, nina uwezo wa kuja kusambaratisha hapo Yerusalemu. Na ni kweli, katika ule umoja wa kujihami wa Ulaya, Uturuki ndio ina jeshi kubwa kuliko zile nchi zingine. Wana foot soldiers, yani askari wa chini wa miguu zaidi ya 1,000,000. Kwa hiyo ndio hao wameshapeleka 100,000 wako hapa kwenye visiwa vya Uturuki. Kuna wengine washachanganyikana na hawa wanamgambo walioko Syria. Kumbukeni, kwa mnaofuatilia mtandaoni, niwaambia kuna mchakato wa kubomoa nini? Yaani si Waisraeli wanataka wajenge hekalu lao? Yaani hiyo ndio inakuwa kama fuse ya bomu ambayo ndio inakuja kuvuruga vitu viende kushoto na kulia, vivurugike hasa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo sasa, kumbuka kuna haka kanchi kanaitwa Lebanon. Haka kako huku juu, kamepakana na Israeli upande wa juu. Pale sasa kuna magaidi wa Hezbollah. Wale magaidi wa Hezbollah wanapewa silaha na nchi ya Irani. Sasa makomando wale wa Israeli mwaka jana na mwaka huu walipokuwa wanakwenda kujaribu kupigana na hao magaidi, wakakuta wamejenga nini? Wamejenga maandaki. Ya unakuta andaki limeenda hapa mpaka kwenye barabara ya lami kule. Ni maandaki. Wakakuta mle kwenye maandaki kuna silaha nyingi sana ambazo zimeshaingizwa kinyemela pale mpakani kati ya Lebanon na Israeli, ili wafanye nini? Washambulie. Ndio maana unaona Israeli wametengeneza kitu kinaitwa buffer zone, yani ule upande wa kaskazini wa Israeli, wanajeshi wa Israeli wameenda kukaa pale. Ndio maana katika mvutano wa hii usitishaji wa mapigano kati ya Trump, Marekani na Irani ikawa inamwambia Marekani hawa wanajeshi wa Israeli watoke hapo Lebanon, warudi wapi? Warudi kwenye mpaka wao. Huku Netanyahu akasema sisi hatuwezi kurudi kwa sababu hapa tayari tunaona kuna hizi silaha ambazo hawa jamaa wakizishika tu ni kwamba wametumaliza huko. Sasa wale makomando wa Israeli wamechukua zile silaha. Sikilizeni vizuri. Wakachukua zile silaha. Hii nchi ya Irani imepakana na Iraki. Sasa hapo Iraki kuna kundi fulani la wanasema wana asili ya Uisraeli, siji wana undugu na sijajua, bado ninafanya utafiti. Jamani, mimi waga nasomaga kila siku. Kinikuta mimi waga ninasoma tu. Wanaitwa wa Kurds. Sasa wale wa Kurds waga wana uadui na taifa la Uturuki na wana uadui na taifa la Iran. Kwa hiyo Israeli sasa wakazichukua zile silaha wakaenda kuwapa wale jamaa. Na mpango ulikuwa kwamba Israeli na Marekani watakapoanzisha tena hii vita ya kutupa makombora, hawa wanamgambo hao Kurds na wenyewe wataingia kwa miguu kutoka huku Iraki, watavamia kutokea upande wa magharibi wa Irani, wataanza kupigania huku. Kwa hiyo Marekani na Israeli watakuwa juu, hawa wanakuja chini. Jamani, yani nakufungulia mipango ya watu ambao vita inavyokuja kuchezwa. I see. Sasa huyu huku rais wa Uturuki anamwambia Israeli, sasa wewe mnachukuaje silaha hizi mnawapa maadui zetu? Mwisraeli anasema kwani sisi tunapigana na nyie? Sisi tunapigana na Irani. Ndo yani nakuelezea vilivyoandikwa humu na haya, hiyo mivutano unaoendelea sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu asaidie. Kwa hiyo huyu rais wa Uturuki anasema yeye atafanya nini? Ataivamia Yerusalemu. Anayekuja kuthibitisha sasa ni huyu, hili ni gazeti la Jerusalem Post,
ni gazeti la Yerusalemu. Ndio maana nimeamua nikaliprint hapa na jamani, na hili bango ninawaachia hapa Izumba. Ni zawadi yangu kwenu, mtakuwa mnaendelea kujifunza. Sasa hili ni gazeti la Yerusalemu. Ndio huyu waziri wa mambo wa nje sasa wa Uturuki anawaambia Israeli, anawatahadharisha kwamba wao ndio watakaofuatia, kwamba Uturuki itaivamia Israeli, akithibitisha alichokisema rais. Na hili gazeti ni la tarehe 13 Aprili mwaka 2026. Yaani miezi kama miwili tuliyopita. Watumishi wa Mungu, yaani tulikuwa tunaongelea kwamba Yesu anarudi. Inawezekana ni kwamba tu ulikuwa unasikia kama liturujia. No, ni kitu halisi. Sasa kuna mahali fulani nilifikia jana. Sasa hili gazeti sasa, hili ni gazeti la Israeli, hili ni gazeti sasa la Uturuki. Hili ni gazeti la tarehe 27 Mei mwaka 2026. Linasema Marekani na Israeli wana mpango wa kuinyang'anya nchi ya Jordan usimamizi wa eneo lenye misikiti, alafu wawape Israeli. Hii hapa. Ndio maana watumishi wa Mungu, ndio maana yaani hivi sio vitu vya kufikirika. Ili wafanye nini? Wabomoe. Sasa hilo ni gazeti la Uturuki, kwamba na wao wanaongelea kwamba sikiliza wanachotaka kukifanya hawa jamaa. Jamani, tunachambua tu Ezekieli 38. Tunajifunza Biblia jamani. Si ndio? Mwanangu, hebu nenda anza kusoma tena mstari wa 3 pale. Nenda taratibu. Ezekieli 38 kuanzia mstari wa 3. Nenda taratibu. Sasa hapo kuna hayo mataifa yaliyotajwa, tunaanza kuyapitia. Mstari wa 3. Ndio. Useme Bwana Mungu asema hivi: tazama mimi ni juu yako, ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali, nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mataa yako, nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote, farasi na hao wapandao farasi, wote wamevaa silaha za namna zote. Subiri kwanza hapo, usiendelee, ila hakikisha umebaki hapo, usifunike. Sasa anasema anatia nini? Kulabu, watumishi wa Mungu, ni kama mnavyochukua ng'ombe au punda, alafu unamwekea kitu hivi kumvuta aelekee upande fulani. Ndio maana ya kulabu. Sasa mnakumbuka jana niliwaambia, sasa naomba mnisikilize hapa vizuri maana ya hilo andiko. Umeiona hii Israeli hapa, kuna bandari inaitwa Haifa. Maeneo haya Israeli imekuta kuna gesi ya asilia nyingi. Hii gesi kama tunayopikia sisi. Na wana plani sasa ya kutengeneza bomba la gesi la mafuta, litapita baharini, sawa? Linakwenda kuingilia hapa Italia, linaenda hapa Ulaya. Ndio nikawaambia sasa hivi anayeiuzia Ulaya gesi ni Urusi. Lakini Israeli na washirika wake wanataka kufanya nini? Kumnyang'anya lile soko la gesi. Ndio hilo andiko kwamba linawasababisha hawa, wanasema kumbe huyu nia yake ilikuwa ni kutunyang'anya soko letu la gesi. Sisi tunaenda kufanya nini? Kumshambulia. Hebu soma tena hiyo mwanangu, sababu watu hawaelewi. Soma.
ili nikuele, yani kama hujaipata vizuri. Soma mstari wa 4. Nami nitakugeuza na kukutia kulabu. Asante. Unasikia hiyo? Yani anasema kuna kitu cha kwa nguvu kinamfanya aende, kinampa hasira huyu ambaye ndio Rosh, ambao ndo Russia, ambao ndo Urusi. Na kwa sababu anajua hilo, ndio maana anampa silaha nani? Nchi ya Irani. Na kuunganishia, ili ujue kwa nini hawa wote wanaungana kuivamia Israeli. Ndio maana nachambua taifa moja baada ya jingine, na anganisha hiyo picha. Sasa endelea pale kusoma. Twende. Nami nitakugeuza na kukutia kulabu katika mataa yako. Nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote. Farasi na hao wapandao farasi. Wote wamevaa silaha za namna zote. Ndiyo. Jeshi kubwa sana. Ndiyo. Wenye ngao na kigao, wote wakishika upanga. Uajemi na Kushi. Asante. Inasema Uajemi ndo Irani, watumishi wa Mungu. Sasa huku mwanzoni niliwaambia kwamba sawa, usije miguu ikachomoka. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Huku mwanzoni niliwaambia kuna huyo mkuu wa anga wa Urusi ambaye anaitwa Gogu. Hapa kuna Uajemi, ndio pale kuna yule mkuu wa anga tulijifunza jana, anaitwa mkuu wa anga wa Uajemi, anaitwa Prince of Persia. Tutajifunza kidogo zaidi kesho Jumapili, usikose ibadani, tutakuwa na hilo somo. Tunaangalia hao wakuu wa anga walioko kwenye Biblia. Huyo ndio asa mwenye uadui na taifa la Israeli, sio wale watu wenyewe pale, hata yenyewe Urusi. Ndio maana Mungu anaongea na Gogu, haongei na watu wa nchi ya Urusi, kwa sababu huyo ndiye anayesababisha ugomvi. Baba, tunapitia zile wakuu wa anga. Sasa kwa hiyo anasema Uajemi ndio Irani. Alafu anasema Putu, si ndio? Putu ndio hili huku taifa la Libya. Hili hapa ndio wanaitwa Putu. Sasa kipindi cha utawala wa Gaddafi kabla hajatoka, alikuwa na uhasama mkubwa sana na taifa la Israeli. Yaani alikuwa analichukia. Na ukiangalia kihistoria, hata ukiangalia kwenye historia yetu ya Tanzania, sisi tulipigana na Uganda mwaka 79, mwaka 80. Waga wazee wangu walikuwa wananihadithia. Aliyekuwa ni rais wa Uganda kipindi hicho alikuwa ni Idi Amin. Kwa Idi Amin walikuja kwa kupitia nafikiri magaidi fani walitokea Libya, wakaiteka ndege ya Israeli, alafu wakaenda kuishusha Uganda Entebbe. Lakini aliyekuwa amesuka hicho kila kitu alikuwa ni nani? Gaddafi. Kwa hiyo sasa kuna Waisraeli wako pale wametekwa nyara, wako pale Entebbe. Ndio hiyo mpaka wakatengeneza na movie ambayo inaitwa Raid on Entebbe. Ndio makomando sasa wa Israeli wakaenda wakawatoa Waisraeli pale. Wakawatoa mchana kweupe, mpaka Uganda hawakujua nini, yani kama walipigwa na kitu kizito, wako wajui nini kimewapata. Afu aliyekuwa mmoja wapo aliyekufa alikuwa ni kaka yake na Netanyahu, huyu waziri mkuu, ndo alikuwa mmoja wapo wa makomando. Kwa hiyo wakawachukua wafanya nini? Wamekuwa na ugomvi kwa miaka mingi. Lakini pia hiyo ndo sisi Tanzania na sisi tukaegamia hapo, kwa sababu hao wameipiga taifa teule, kwa na sisi tukaenda tukawapiga tukashinda, basi maisha yakaendelea. Yaani sisi Mungu akatutumia kuwaadabisha.
maana Idi Amin naye alikuja akakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa baada sasa ili somo mtumishi katibu, najua ulikuwa unaniambia hilo somo nilikuwa sijalifikia. Kuna maeneo fulani 10 ambayo nilikuwa sijaelezea. Biblia imeonyesha waziwazi jinsi alivyoondolewa Gaddafi. Inasema kwenye kitabu cha Danieli. Yaani wale viongozi wote ambao walikuwa hawakukubaliani na mpango wa New World Order waliondolewa. Na Gaddafi alikuwa ni mmoja wapo. Kwa sababu Gaddafi alitaka kutengeneza umoja wa Afrika, alafu uwe na hela zake, uwe na benki yake na nini. Hawa wakasema usitutanie. Sisi huo sio mpango wetu. Alafu akawa anataka ayauze mafuta kwa, nafikiri sijini kwa euro, sijini ndio kwenye hiyo hela ya Kiafrika. Wakamwambia, yani wewe unataka kutishia mfumo wetu wa dola. Wakampa tu masaa kadhaa wakamuondoa. Sasa alipotoka, nisikilizeni vizuri watumishi wa Mungu, zilibaki silaha nyingi sana pale ambazo zilizagaa. Sasa kuna kundi fulani la kigaidi linaitwa Muslim Brotherhood, ndo wamezichukua hizo silaha, ndo maana unaona kule wanapigana, yani nchi haitawaliki. Sasa wale ndio wako pamoja na hawa magaidi walioko wapi? Syria. Kwa hiyo ndo wako kwenye mpango mmoja kutoka huku kuja Yerusalemu. Ndio hiyo Biblia inasema Putu, Libya. Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu. Mmeipata hiyo picha? Naomba uendelee na maandiko hapo. Tunaenda taifa moja baada ya lingine. Pale ulipoishia, endelea. Uajemi, Kushi na Putu pamoja nao. Bas, anasema Kush. Asante. Sasa Kush ndio wanasema ndo sisi watu wenye rangi nyeusi. Lakini sasa ukienda kwenye Biblia ile yenyewe wanakuambia pale ni eneo la Ethiopia. Yaani wakati huo lote lilikuwa ni eneo la Ethiopia. Lakini sasa Mungu kwa sababu anajua wakati huo wa mwisho ambao ndio sasa, hiyo nchi ambayo ina uhasama na taifa la Israeli ambayo imekaa katika maeneo hayo ya kijiografia inaitwa Sudan. Sudan. Ambapo ni vile vile sio kwamba wanajeshi wa Sudan ndio watakaotoka, wanajeshi wanaoitwa Al-Shabaab ndio watakwenda kuvamia Israeli. Na wako kwenye hiyo mipango inaendelea, ndugu zangu. Yaani hii dunia ukiangalia unafikiri iko tu itaendelea hivi miaka 10-20 baadaye. Rafiki yangu, yani ni kama kuna bomu linataka kulipuka. Yani ni kama kuna fuse, kuna mtu tu hajafyatua. Yani dunia, yani ndio maana unaposikia kina Trump, sisi tutampiga nani, kuna vitu vingi sana wanavijua ambavyo sisi raia wa kawaida hatujui. Sisi tunafikiria kila kitu tu kitaendelea, tunapiga pambio, tunaendelea na maisha yetu. Lakini Mungu akiangalia kwenye ule ulimwengu wa roho na vile vitu vinavyoendelea, ndiyo maana sio muda mrefu unyakuo unakuja kutokea. Kwa sababu hizo vita zitasababisha maangamizi makubwa sana. Yaani Israeli kuna kitu wanaita, sasa hii nawapa ya ziada. Kuna kitu Israeli wanaita Samson option. Mwambie jirani yako Samson option. Wao ameshindwa kusema option huyo Msukuma. Mwambie wewe bwana. Bwana Yesu asifiwe.
kulikuwa kuna mnadhiri wa Mungu anaitwa Samson. Kwenye kitabu cha Waamuzi, Samson alikuwa na nywele zake na Mungu alimwelekeza wazazi wake, huyu jamaa asikatwe nywele. Delaila akaja akamlagai. Sasa hapo nafupisha. Delaila akamlagai, akazikata zile nywele, lakini siri ya nguvu alizokuwa nazo Samsoni ilikuwa ni nywele zake. Alikuwa na uwezo wa kupiga jeshi zima, yani kikosi cha batalioni hata askari 200 anapiga. Mara unasikia kashika siji mboya 300, mara siji kafanya. Yani alikuwa na nguvu si za kawaida. Na ukisoma Biblia inasema kwamba kulikuwa roho wa Bwana alikuwa anamshukia. Akimshukia anakuwa na nguvu si za kawaida. Lakini akarubuniwa na Delaila, nywele zake zikafanya nini? Zikakatwa. Kwa hiyo wale Wafilisti wakamchukua, wakamtoboa macho, alafu wakamweka kwenye sehemu ilikuwa kuna kama mashine ya kusagia. Kwa yeye ndo akawa anasaga, anazungusha hiyo mitambo. Lakini siku moja kukawa kuna sherehe kwa wale Wafilisti, wakamchukua ili wamfanye kama maonyesho ndani ya jengo lao. Sasa walipokuwa wamemweka, walikuwa wamemweka karibu na nguzo. Yaani kama ili kanisa hapa ndani kungekuwa kuna nguzo ambazo zimeshika, wakawamweka karibu na nguzo, kama nguzo 2 hivi alikuwa amemweka. Akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, mimi nishateseka sana. Jamani, hii ni kama na paraphrase, yani ninapita juu kwa juu. Utaenda kusoma mwenyewe. Akamwambia Mungu, nishateseka sana. Ninaomba unirudishie nguvu zangu mara ya mwisho. Nizikamate hizi nguzo, nizing'oe, nianguke na hili jengo na hawa watu wote waliokuwa hapa. Mungu akajibu maombi yake, akapata nguvu si za kawaida, akazivuta zile nguzo, akaanguka na ile jengo, walikufa watu 3000. Ndio Israeli sasa wanakuambia inaitwa Samson option. Yaani wanakuambia siku wakiona wako hatarini, wanaachilia mabomu yote ya nyuklia ili wote tufe. Inaitwa hivyo. Inaitwa Samson option, my friend. Ndio nikasema yani ndio wana Israeli, kunasikia kuna watu wengine Israeli atafutwa. Wewe nani kakwambia wewe? Juzi wiki iliyopita Israeli wametangaza wana teknolojia yao mpya. Wana uwezo wa kurusha makombora ya mionzi kutoka juu kwa kupitia satellite. Laser weapons. Hakuna nchi inayo. Nchi zote, China, Urusi, Marekani, wote wamejishika vichwa. Wasema ukichaa kaipata hii teknolojia lini na kafanya saa ngapi? Kwa sababu yani yuko ahead, yani yuko mbele kwenye kucheza draft, tayari yeye kesha sukuma kete zake, kesha maliza. Sasa kinachokuja kutokea ni kwamba hawa jamaa wanakuja kutokea kila upande. Lakini hapa kuna taifa la Misri. Hivi tukisoma hayo maandiko mwanangu, tukisoma hayo maandiko kuna taifa la Misri limetajwa hapo? Nauliza, kuna taifa la Misri limetajwa hapo? Mnakumbuka ni kwa nini? Mshasahau. Jamani, tulisema watoto wa Yusufu, si ndio? Manase na Efraim walikuwa wamekulia wapi? Misri. Tukasema yule Ishmaeli mke wake alikuwa ametokea wapi? Misri. Ambaye Ishmaeli si ndio wana undugu na Israeli. Kwamba wana undugu wa mbali Misri na Israeli. Ndio maana hauoni hapo ingawa wako mpaka wao ni mmoja, lakini pia kulikuwa kuna rais wa Misri anaitwa Anwar Sadat, alisaini mkataba wa kuitambua taifa la Israeli. Lakini pia alivyosaini, Marekani ikakubali pia kuwapa msaada wa kijeshi taifa la Misri kwa kukubali kuitambua taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ndio maana unaona hilo taifa halitwajwi. Naomba uendelee kusoma hapo. Wote wana ngao na chapeo, Gomeri na vikosi vyake vyote. Nyumba ya Togama pande za mwisho za kaskazini. Subiri hapo. Tumesema ni kwa nini anasema kaskazini? Kwa sababu wako kaskazini mwa Israeli. Unaona inavyotoa kijiografia vizuri. Israeli ni hapa. Huyu nyumba ya Togama ambaye ni Uturuki na Urusi ziko kaskazini mwa Israeli. Sawa? Haya, endelea. Na vikosi vyake vyote, naam watu wengi pamoja nawe. Ujiweke tayari, naam ujiweke tayari, wewe na majeshi yako yote waliokukusanyikia. Nawe uwe jemedari wao, na baada ya siku nyingi utajiliwa, na katika miaka ya mwisho utaingia nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwanza. Subiri hapa. Unasikia anasema kwanza ni siku za mwisho, afu anasema ni nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwamba Israeli walisambaa lakini wamerudishwa. Asante, wamerudishwa pale mwaka 1948. Ndio hilo andiko. Endelea. Nawe uwe jemedari wao. Na baada ya siku nyingi utajiliwa, na katika miaka ya mwisho utaingia katika nchi uliyorudishiwa hali yake ya kwanza. Na baada ya kupigwa kwa upanga iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu juu ya milima ya Israeli, iliyokuwa ukiwa wa daima, lakini imetolewa katika kabila za watu, nao watakaa salama salimini wote pia. Soma mstari wa 9. Mstari wa 9. Nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama wingu kuifunika nchi, wewe na vikosi vyako vyote. Asante. Unasikia anachokisema watumishi wa Mungu? Anasema utapaa. Sasa ndio anaongelea ndege za vita za Urusi zinaruka kutoka kule zinaenda Israeli. Jamani, nilikuwa nawaambia jamani, ukisoma Biblia imeandikwa kwa lugha ya picha. Ile lugha yule aliyokuwa anaandika pale alikuwa hakioni kilichoko tunacho sasa. Ndiyo maana alikuwa anajaribu kutumia lugha rahisi ambayo sisi tukisoma tutaelewa. Yaani hapo ni sana unasema kwamba ndege za kijeshi zitaruka kutoka yale mataifa zitaenda kushambulia nini? Israeli. Ndio, soma tena mstari wa 9 watumishi waelewe hapa. Kuna siku moja nilisikia ndege inapita hapa nikajua kuna kiwanja cha ndege sio mbali na Izumba. Sasa sijajua kiko wapi. Hebu soma mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Soma basi mstari wa 9. Mstari wa 9. Ndio baba. Nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama mawingu kuifunika nchi, wewe na vikosi vyako vyote, na kabila nyingi za watu pamoja nawe. Sasa simeelewa. Yaani anasema hizi nchi, baadhi ya nchi zenye ndege za kijeshi zinafanya nini? Zinaruka, zinaenda kushambulia Israeli. Yaani ni rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Ila Israeli na wenyewe wako vizuri kwa sababu wana ndege kama 300 wanazo. Kuna hizo F-15, kuna F-35 ambazo ndo wanaita ni stealth jet. Yaani hizo F-35 ni ndege zile ambazo hazionekani kwenye rada. Of course wanasema zinaonekana, lakini zinaonekana kama kanzi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongelea rada ni kwamba kuna mifumo, yani ndege zikiwa huko angani unakuwa wana uwezo wa kuzisoma kwamba kuna ndege zinafanya nini?
zinakuja. Sasa hapa naomba niwaelezee vizuri kidogo. Sasa unajua, kwa sababu mimi sio mchungaji, ni engineer, napendaga sana kuwaelezea kwa sababu hizi ndo taaluma zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa rada unavyofanya kazi, sawa? Kwa mfano unavyoona gari, ndege, mara nyingi zinatumiwa bati za aluminum au vitu vyenye asili ya chuma. Kwa hiyo zile rada zinavyopata, yani zinarusha kama mawimbi. Kwa yale mawimbi yakienda yakigonga kwenye zile, yanafanya nini? Inarudisha. Asante babangu. Wapeja sana. Ushaanza kupata. Kwa hiyo kama mimi niko hapa, ile rada inakuwa inatuma kama mawimbi. Kwa kama hamna kitu, yale mawimbi yanaenda fanya nini? Yanapitiliza. Kwa hiyo rada inavyofanya kazi, inatuma hivi, yakienda yakigonga, ikirudisha. Ndio najua kwamba kuna kitu kuja. Sasa Waisraeli na Wamarekani walichokifanya ni kwamba kwenye ile bodi la hizo ndege wameweka kitu kama material fulani kama ya mpira. Kwa hiyo yale mawimbi yakienda yakigonga hayarudi. Kwa ndo maana unaona kule Irani wapi wanaenda wanapiga, wanatoka, jamaa hawajui wameingia wametoka saa ngapi. Haya mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muda wangu unakimbia, alafu kuna vitu nilikuwa hata sijaanza kuvigusa. Sasa Israeli ina mfumo unaitwa nuclear triad. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukisema nuclear triad, ndo zile ziko kwenye ile Samson option. Hiyo nuclear triad maana yake wana uwezo wa kupiga makombora ambayo yamefichwa ardhini, wanayo. Alafu au kwa kuyabeba kwa ndege, au wana submarine ziko 4 walizinunua kutoka kwenye taifa la Ujerumani. Kumbuka tulisema Ujerumani ni kabila gani? Nani anakumbuka? Gadi, si ndio? Koni kaka mtu anamuuzia ndugu yake. Kwa ameweka submarine. Nikisema submarine ni nyambizi, yani ziko kule baharini, zinatembea huko baharini. Lakini tayari zina hayo makombora ya nyuklia. Na zimejificha huko baharini ili Israeli ikishambuliwa, zenyewe ndo wanaita zinaweza kurudisha mashambulizi. Kwa ina maana hata adui akija anakuwa hajui ziko wapi. Na hawajawahi kuzitumia. Wako wametulia. Ziko zinaelea, ziko 4. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii waga napendaga sana kuwashirikisha wapendwa. Kuna kipindi wakati niko Marekani nilisikia hiyo, wanaelezea hiyo story ambapo Israeli baada ya vita vya pili vya dunia na yule aliyokuaga Hitler kuwaua Wayahudi wengi sana. Walikufa Wayahudi wengi, wanasema wengine ni 600,000, wengine ni zaidi, lakini wakaenda nchini kwao. Kwa walipofika pale nchini kwao wakasema, jamani, sisi tumekuja hapa lakini tutawezaje kujilinda? Sawa, tunaweza kuwa na hizi silaha zingine, lazima na sisi tupate silaha za nini? Za nuclear. Kwa hiyo zile nuclear zilienda, kuna jamaa mzee alienda kule kwenye nchi ya Afrika ya Kusini akaiba hiyo unga huo. Akaenda nao mpaka huko wakatengeneza mabomu ya nuclear. Lakini sasa walivyotengeneza yale, wakawa mabomu hayana uwezo wa kuenda masafa marefu, kwa sababu kipindi hicho walikuwa hawana hiyo teknolojia, lilikuwa bado ni taifa changa. Kwa hiyo wameiomba nchi ya Marekani iwape teknolojia. Yaani ni sawasawa uwe na manati, ukipiga hapa inashukia pale Gulioni, lakini adui yako yuko barabara ya lami. Sasa ina maana kama unashindwa kumpiga adui yako wakati yuko mbali, atakusogelea mpaka hapo afu atakusumbua. Kwa hiyo wakaanza kufanya utafiti. Sasa naifupisha. Siku moja jeshi la Marekani wanaangalia kwenye satellite, kwa sababu satellite zao ziko masaa 24 zinafanya kazi, jeshi la Marekani. Na wanaona kila kitu kinachoendelea dunia nzima. Na Israeli ni hivyo hivyo. Na China ni hivyo hivyo. Na Urusi ni hivyo hivyo. Sasa wanaangalia kwenye zile satellite, wanaona kwenye bahari ya Hindi Israel walikuwa wameweka kama kitu kama beacon, ambayo sasa
wanaangalia kwenye satellite, Marekani wanaona kombora limetoka Israeli limepigwa likaenda kupiga hiyo target, ilikuwa kama kilomita 3000. Wakasema Israeli wamefanikiwa na hiyo teknolojia, tumekwisha. Ndio kilichokuja kufuatia sasa. Ndio maana sasa hivi unaona katika hii vita anayekuwa anamshikilia huyu nani, huyu Netanyahu asitumie hizo silaha za nyuklia ni rais wa Marekani, kwa sababu ndiye anayemsikiliza peke yake, asikilizi mtu mwingine yeyote. Ndio maana na haya mataifa mengine wanajua mtu pekee anaweza akamtuliza huyu jamaa ni rais wa Marekani, isipokuwa yani ni kwamba anaweza yani zile ikavuruga kila kitu kikavurugika, na wanajua hiyo. Kwa ndio maana hivi vitu vinavyoendelea, vinapigana, vinaendelea. Sasa hiyo sitaki kuliingilia hilo somo, kwa sababu Jumapili jioni ndio tunakuja kuichambua vita vya 3 vya dunia vizuri. Ila leo nilikuwa niko zaidi na deal na hii vita ya Ezekieli sura ya 38. Nadhani watumishi wa Mungu mmepata elimu ya hichi kitu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini hii ni vita ya muhimu sana? Ndiyo inayohusiana na ujenzi wa hekalu. Sasa itakuwa inapigana vita, lakini itageuka kama vita ya kidini. Bwana Yesu asifiwe watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watakavo bomoa hiyo. Ndio maana ile juzi niliwaambia hiyo nyaraka ya kulinyang'anya taifa la Jordan, hilo eneo ambako kuna misikiti waipe Israeli, iko mezani kwa Rais Trump sasa hivi tunavyoongea. Ndio maana nimewaletea na hili gazeti la Uturuki linathibitisha hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kumalizia sasa, wakati hii vita inaendelea, maana hiyo hotuba nimeiangalia, hayo mahojiano nimeangalia wiki iliyopita. Huyu rais wa Uturuki alishaazimia moja kwa moja kwamba anakwenda kuishambulia Israeli, lakini aliyemshawishi asifanye hivyo alikuwa ni Rais Trump. Ndio akamwambia, mzee, sisi mimi na wewe wazee, mzee mwenzangu, maana yeye ni mtu mzima, usifanye hivyo, dunia hii itavurugika. Hawa binadamu wanavyoishi sasa hivi hawajui, wako hatarini. Na ndio maana siku moja Rais Trump akasema, sisi wenyewe Marekani tuna silaha mbaya, Waisraeli ndo kabisa kuna silaha hawajawahi kuzitumia. Na hivi tunavyoongea watumishi wa Mungu, yaani kuna vitu hapa, kuna binadamu wasio na baba. Mmenielewa? Au mnataka niwaelezee? Kuna binadamu wasio na baba. Taifa la Urusi, China, Marekani, Israeli wana kitu wamekitengeneza, wanaitwa super soldiers, yaani wanajeshi ambao si wa kawaida. Kuna watu wanauza mbegu zao hizi za kiume, zinachukuliwa, wanaenda kutengenezwa watoto wa kwenye mashine, kama unavyoona tunatotolesha kuku. Halafu hao watoto wamekuzwa, hawana baba, hawana mama, yani wao wameandaliwa kwa ajili ya siku ya vita inayokuja. Si niliwaambia kutakuwa kuna jeshi la askari milioni 200? Naomba tusimame.
Jioni ya leo natamani sana watu wa Mungu. Ni kweli siku za semina hii nilizokuja ninaona ni kama ni chache na mambo niliyotaka kuwasilisha sijamaliza. Lakini nataka nikuombee mtumishi wa Mungu. Mungu akuwekee kiu ya kipekee ya kumtafuta Mungu katika hichi kipindi kifupi kilichobaki. Yesu yupo karibu kuja kulichukua kanisa kwenye unyakuo. Haya mambo yote niliyowaeleza, hakuna mwanadamu yoyote duniani kokote mahali popote anaweza kuyavumilia. Na Yesu anajua hilo. Ndiyo maana tayari ameshatengeneza mpango wa kulichukua kanisa lake. Hivyo jioni ya leo, wakati naomba pia umwombe Mungu akupe neema ya kipekee kupata kiu ya kumtafuta Mungu na kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Narudia tena, kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Naomba tuombe. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaleta watu wako Bwana Yesu. Wewe ndiwe Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega. Bwana Yesu, ninaleta watu wako wa mahali hapa katika hichi kijiji cha Izumba, katika kanisa hili la EAGT Msalabani. Lakini hata wale wote ambao wamefika mahali hapa, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba ukapate kuwapa neema ya kipekee watu hawa walioko mahali hapa. Watoto wako huenda hawajui ni jinsi gani upo karibu kuja kulichukua kanisa. Baba, ninakuomba uwarehemu watoto wako. Ninakuomba uongee na watu wako Bwana Yesu. Yanda rabo sikariana morika rabo sintarababo. Indariana morika rabo sintarabo sikarababo. Yanda rabo sikariana morika rabo sintarabo sikarababo. Yanda rabo sikariana morika rabo sintarabo sikarababo. Indariana morika rabo sintarabo sikarababo. Baba, ninaomba uwarehemu watu wako. Baba, ninaomba wakumbuke watu wako katika ufalme wako. Asiwe hata mmoja ambaye atarudi nyuma. Asiwe hata mmoja ambaye ataangukia dhambini na kupotelea huko. Bwana Yesu, ninaomba achilia neema ya kipekee juu ya watu wako walioko mahali hapa. Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakulilia Bwana Yesu. Bwana Yesu, tunakuomba Bwana Yesu, tunakulilia Bwana Yesu. Ninaomba ukapate kuwasaidia watu wako Bwana Yesu. Ninaomba uwarehemu watu wako Bwana Yesu. Haya yanayokuja Bwana Yesu, hakuna ambaye anaweza kuyavumilia. Hakuna ambaye anaweza kuyamudu.
Bwana Yesu, tunajua kwamba hatustahili, lakini Bwana Yesu tunaomba rehema yako. Bwana Yesu tunaomba neema zako Bwana Yesu. Baba tusaidie. Roho Mtakatifu tusaidie. Yanda rabo sintariana morika rabo sintarababo. Indariana morika rabo sintarabo sikarabo sikarababo. Yanda rabo sikariana morika rabo sintarabo sikarababo. Yanda rabo sikariana morika rabo sintarabo sikarababo. Bwana Yesu, Bwana Yesu turehemu Bwana Yesu. Bwana Yesu tusaidie. Inariana morika rabo sintariana morika rababo. Bwana Yesu, ninaomba uwashike mkono watu wako. Bwana Yesu, ninaomba usiwaache wakazama Bwana Yesu. Bwana Yesu tusaidie. Ulituahidi kwamba hautatuacha hata mwisho wa dahari Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninawakabidhi watu wako mikononi mwako. Ninalikabidhi kanisa hili mikononi mwako. Ninawakabidhi viongozi wa kanisa hili mikononi mwako. Wape neema ya kuweza kuongoza watu hao wafike mbinguni Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya watu wako. Bwana Yesu, wewe ni mwingi wa neema na rehema. Wewe si mwenye hasira. Wewe ni mpole. Wewe sio mwingi wa hasira Bwana Yesu. Mara nyingi tumekuwa tukikukosea kama kanisa, lakini umeendelea kutupa neema. Lakini tunajua kwamba siku zimehesabiwa kabla ya hujaja kulichukua kanisa. Bwana Yesu, ninawakabidhi watu wako mikononi mwako. Ninaomba ukapate kuwatia nguvu Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu Kristo, ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana wetu asifiwe. Basi hebu mshangilie Bwana pamoja na vigeregere. Amen. Mungu wetu asifiwe. Naomba tukae watumishi wa Mungu. Toe utaratibu kwa ajili ya kesho. Tutakuwa na ibada kuanzia saa 3. Ni ibada ambayo hatutakuwa na Sunday school, ila ni ibada moja kwa moja kuanzia saa 3 na kuendelea. Sasa ninaomba tuwahi mapema, tujipange mapema, uzuri kabisa. Ikifika tu saa 3 ibada inaanza. Mungu wetu asifiwe. Ninakaribisha watu wote. Karibuni katika ibada ya baraka kipekee. Asifiwe Mungu wetu mwema. Kufikia hapo tumefikia mwisho wa ibada yetu katika siku ya leo. Hatutakuwa na ibada nyingine tena mpaka kesho. Kwenda kujipanga na kujiandaa vizuri kwa ajili ya ibada ya kesho mapema. Tunakuja kumalizia semina yetu pamoja na mgeni wetu. Bwana wetu asifiwe. Amen. Kaza akili sana kwa sababu ni masomo ya ni chakula cha kikubwa. Mungu wetu asifiwe. Tuzidio Simoni. Ni chakula cha kikubwa. Mungu awabariki.
Naomba tusimame. Tenda kumshukuru Mungu kwa ibada hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, tunakurudishia sifa na utukufu na Baba yetu kwa ajili ya upendo wako ulio mkuu na wa ajabu. Umekuwa pamoja nasi toka ibada imeanza. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu hujatupungukia. Umekuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu umekuwa mfariji wetu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Baba yetu. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, katika yote ambayo Bwana umetuhusia katika siku ya leo na jioni hii. Tunakurudishia sifa na utukufu mno Baba yetu. Baba, tunasema asante. Nakabidhi kundi hili mikononi mwako. Tunapoenda kutawanyika na kuondoka mahali hapa, onekana Baba, walinde mmoja mmoja, na ukaweka kumbukumbu neno lako Bwana. Ukaliwekea kumbukumbu Roho Mtakatifu, mkamfanye kukumbuka yale ambayo yamefundishwa na mtumishi wako. Baba yangu, ukaliandike na kuliwekea kumbukumbu mioyoni mwetu katika jina la Yesu. Watumishi wako tunapoenda kutanyika na kuondoka mahali hapa, neema yako Kristo ikawe juu ya kila mmoja mmoja wetu. Walinde na watunze Baba, kote amani na salama kabisa katika miji yao. Baba, ninakushukuru mno kwa vile umepokea maombi yetu na umeyatakabali, kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Basi punga mkono pamoja na makofi ya baraka, na watakia kila laheri. Kwa amani watangulie.